Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibariki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana pia kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii na kuitazama. Ninakuomba tafadhali, kama bado haujasubscribe, usubscribe channel hii ili kwamba uwe wa kwanza pindi tunapopandisha video, uwe mtu wa kwanza alifa kukufikia kwamba tumepandisha video mpya. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka tukazungumzie kuhusu mpinga Kristo. Hivi mpinga Kristo atakuwa ni nani? Watu wengi wanajiuliza habari hizi kwamba za mpinga Kristo atakuwa ni nani? Mpinga Kristo atakuwa ni nani? Biblia imeshamweka wazi, Biblia imeshamweka wazi, lakini kwa nini? Kwa mafumbo. Biblia imeshamweka wazi, lakini kwa mafumbo. Naweza kusomea, hata hahitaji kukuambia kupata tafsiri kwamba huyu mpinga Kristo atakuwa nani ama atatokea wapi. Tunajua watu wote kwamba mpinga Kristo atakuwa nini? Mpinga Kristo atakuwa kiongozi wa serikali ya dunia. Tunajua watu wengi kwamba mpinga Kristo atakuwa ndio kiongozi wa nini? Kiongozi wa dunia, wa serikali ya dunia, Yohana akiwa kisiwani Patmo aliona kwa kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 16 13 na 14 inasema hivi: nikaona roho tatu za chura zilizofanana na nikaona roho chafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Kwa hiyo Yohana akiwa kisiwani Patmo alipochukua rohoni, akaona roho chafu ambazo zilikuwa zinafanana na vyura. Roho tatu chafu ambazo zinafanana na vyura, na vile vyura vikatoka kinywani mwa yule joka ambaye ni shetani, na katika kinywa cha yule mnyama ambaye ndio nabii wa uongo, ambaye atakayekuwa atakaye kiongozi wa serikali ya dunia. Na kwa yule nabii wa uongo, ambaye pia atakuwa kiongozi atakuwa kiongozi wa dini ile dini moja ambayo inaandaliwa, ambayo tayari ipo lakini bado haijafunuliwa. Isa kwamba tumjue huyu ni nani, tunakuja kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 17, ili kwa tujue huyu ni nani. Sura ya 17 mstari wake ni wa 8. 17 mstari wa 8 nasema, yule mnyama uliyemwona alikuwako naye hayuko. Narudia tena, yule mnyama uliyemwona alikuwako naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu, na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, hata watastaajabu wamonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako naye hayuko, naye atakuwako. Kwamba alikuwako lakini hayuko, atakuwako. Watastaajabu kwamba atakaomuona kwamba alikuwako alafu hayupo, lakini atakuwepo. Tusema kwamba mnyama huyu anayosemewa hapa ni mfalme, yani ambaye atakayeongoza serikali ya dunia. Mnyama huyu ni mfalme. Kwa hiyo huyu ambaye sasa atakayekuja ambaye alikuwako lakini hayuko, lakini atakuwako ni nani? Kwa hiyo ukiangalia kwenye historia, ukiangalia kwenye historia, lazima
utamtafuta kutoka Rumi, utamtafuta kutoka Rumi, kwamba huyu ambaye alikuwako Rumi, Warumi, kwamba ndio ambao waliongoza dunia nzima wakati kipindi kile cha Yesu, na ambao pia Nebukadneza ile ya sanamu Nebukadneza ambayo ilikuwa wanawakilishwa na nini, na miguu ya chuma. Kwa hiyo wakati wa Yesu anazaliwa ndio ambao walikuwa wanatawala. Kwa hiyo sababu ya nini? Sababu ya wakaondoka sababu walikuwa wanapingwa, wakaondoka, lakini wakabaki kisirisiri kwa njia ya dini. Kwa hiyo hawapo, lakini wanajiandaa kwamba hawa watakuwapo tena, sababu nabii ndio unasema. Kwa hiyo hapa hatuwezi kumwacha nani? Hatuwezi kumwacha papa, hatuwezi tukamwacha papa, kwamba huyo ndio ambaye atakayeongoza dunia. Huyo ndio ambaye atakayeongoza dunia kwa kulingana na unabii, Kwa hiyo mwana wa Mungu, uelewe unabii unafunua nini? Uelewe unabii unafunua nini? Kwa hiyo leo nimetaka nikwambie hili ili kwamba ulifahamu kwamba huyo mpinga Kristo kwamba atakuwa nani. Kwa hiyo naamini sasa hapo umefunguliwa macho na umejua kwamba huyo mpinga Kristo atatokea wapi na atakuwa nani, sababu mnyama ndio huyo anachukua alama ya mpinga Kristo. Kwa leo nitaishia hapo. Mungu akubariki sana, na nakutakia amani ya Bwana. Shalom, 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 shalom.